moja hauna sare, mimi uwezo kaniendesha sio vitu gani? Na hapana, hiyo kwa wateja wetu kwa hapa hawapo. Hawapo kukariri namba, labda hapo kwenye maeneo ya stendi ambao wanabeba watu tofauti tofauti kutoka mikoani. Na hiyo ni lazima labda pale kama stendi. Lakini sasa hapa tunajulikana tu mtaani. Tunawabeba, tunawajua, wanatujua. Kwa haina haja ya reflector. Unalipi la kuambia serikali kuhusu hili la mafuta hili ndugu yangu? Maana naona imekuwa janga kweli. Maombi tulishayaomba sana. Sema ndio hivyo, watu angalie kwa jicho la tatu. Kwa sababu anayeumia sio mimi tu, hata Mtanzania wa kawaida ambaye anaendesha chombo cha moto mwenyewe anaumia. Kwa sababu ukiangalia mambo yamepanda kwenye maduka na mtu aendeshe pikipiki lakini unasikia eti anaambiwa mafuta yamepanda. Kwa unachoomba ni hivyo tu, watu angalie kwenye jicho la tatu, wapunguzie mafuta, maisha mengine yaendelee. Ndio. Bwana hali fresh. Mvua zinanyesha, mvua zinapiga, ila ndio enjoy. Okay. Vipi uchumi? Lazima aelewe. Boss lazima aelewe. Mvua zimewasili kivipi mvua hizi? Mvua zimetuasili. Chomoka hivi. Bana ndio, huyu anachomoka miongo. Wako kazi hivi. Ndio. Abraham. Lakini tunaona katika mazingira haya unavyokaa hapa ni vyombo vipya. Mna siri gani ndugu yangu Sisi siri yetu tunajua sisi. Mnachimba nini huko, mnatoa vitu? Mabosi wanatuamini. Anaona vitu ni vipi? Mambo lazima wewe. Yaani unajua kila mtaa una mambo yake. Ndio hivyo sasa. Cameraman zoom hapa. Zoom tuone hapa. Unaona vitu hakuna hizi safi ingia hizo. Pita tu hii. Ni chache sana utazikuta chafu. Ni chache sana kijiwe hichi. Kwa hiyo mambo yanajiashiria kwamba yani hapa tumebakiza boxa 3 tu. Okay. Na zenyewe tunazipunguza taratibu. Lakini imekamika ile sasa mna reflector sasa. Sasa ndio hivyo. Tushaka hapa kikao, tuliomba sana. Tujaribu kuongea na mtume pale. Bulldozer atufanyie namna tungezipata hapa kijiwe hichi tukaona mambo yakawa sawa, kwa sababu abiria wanatuuliza. Wengine unajua abiria anataka apate uhakika bana. Huyu mtu ni wa kuamini ndio. Tungamanisha. Maji, mafuta tunanunua sana, tunatumia kwa sababu tunaamini pia kupitia yeye Mwenyezi Mungu amemleta kwetu. Ndio. Togea kidogo, wewe una reflector? 800. Kwa ndugu yangu sasa hivi barabarani vitu kama hivi hapa, lakini tunamshukuru Mungu uzima upo. Mungu mwema uzima upo. Mambo yanaendelea vizuri. Reflector una labda kuchangia katika upande wa reflector hii. Huko sipo ndugu yangu, sipo huko. Wewe usivai, wewe hamna. Amani. Hujavunja sheria? Hamna. Hizo sio sheria, reflector sio sheria. Hasani Hussein. Kutoka wapi? Sisi hatari, yani mafuta changamoto, mafuta wajaribu kutuangalia kwenye mafuta angalau. Mafuta shida. Hatupati chochote. Kwa katika upande wa mafuta ni changamoto kama unasema, lakini sasa nini kifanyike sasa ili mambo ya mafuta labda yaweze kupungua bei labda nini? Ndio hivyo tulikuwa tunaomba waweze kutuangalia hapo kwa hilo, wafanye mambo yao ili mafuta yaweze kushuka angalau kwa asilimia kidogo. Bana sasa tunashukuru sana bwana Mr. Sana. Haina shida kaka. Bana mimi ndo namaliza hivyo. Shukrani sana mtazamaji ambao umetazama channel hii, lakini pia tuna imani kwamba utasubscribe, lakini utashare na kulike na comment. Nipo na maafisa usafirishaji hapo kama unavyoona, bado ninao hapa. Lakini sisi ndo tuna jamaa ana reflector huyo, lakini ana namba. Huyu sio wa hapa. Hivi kuna wengine ambao wana reflector lakini hawana namba za huko nyuma, tutawajuaje sasa? Hamna namba wanayo. Yaani kila mwenye reflector lazima namba awe nayo. Hawezi akawa ina maana huyo kama hana namba ni mwizi. Ukikuta hana namba na ana reflector ni mwizi. Kama wewe na namba na wanakiwe inatambulika kabisa, imeandikwa hapo. Jamaa amepita kwa mbele nini? Hana namba huyo mwizi huyo. Ila sasa bado tuna jambo lingine. Kuna yule wanaokata ushuru. Wale wanaokata ushuru kuna sometime moja wanaenda wanafanya matusi. Wanaongea vibaya na kuja haja kudai hela ila ashaongea vibaya. Si unajua? Akija akidai hela anapewa hela, akija na matusi. Ndio. Matusi hapa. Waliacha matusi sio sawa. Hawajawahi kurudi na wao. Na waliwakuta na nyie? Ina maana yani wenyewe wanatembea kimatusi. Hawana kazi ya kukata risiti, sema matusi. Sasa
hatua gani ambayo mlichukua labda nyie kama maafisa usafirishaji? Tuliwasubiria warudi mpaka leo hawakurudi. Tulisubiri tuwaulize kama ndo wanawatuma serikali, wanawatuma waende kutusu watu wasidai. Bana sawa, tunashukuru sana kwa hiyo. Asante. Bana ndio mimi naomba niweke nukta siku ya leo. Shukrani sana ambao umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Nilikuwa naye Mr. Jackson Philibert ambaye ameweza kutushika tukaonekana kama tulivyo, lakini pia maafisa usafirishaji umeweza kuona kila mmoja ameweza kuzungumza yaliyoko moyoni mwao, wengine wakazungumza reflector, wengine